Hivi punde mtaanza kumuona Eugene Kabendera akiyasema yaliyomjaa moyoni mwake kwamba nchi inahitaji. Karibu sana ndugu Eugene Kabendera. Karibu sana. Zungumza na Watanzania. Asante sana. Ndugu wananchi, wanahabari, marafiki na wadau wote, leo ni siku muhimu katika safari yangu ya kisiasa. Ni siku ya kutafakari, kuhitimisha sura moja na kuanza upya kwa matumaini mapya. Naanza kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa chama nilichokihudumia huko nyuma. Nashukuru kwa jukwaa walilonipa, imani walionionyesha na uzoefu ambao umeunda maisha yangu ya kisiasa. Ninawaheshimu wenzangu wa zamani na misingi tulioshirikiana nao. Hata hivyo, uongozi unahitaji uwazi wa maono na ujasiri wa kutenda kwa misingi. Kadri muda unavyokwenda, nimegundua kuwa mwelekeo wa chama changu cha awali hauendani tena na imani, maono na dhamira nilionayo kwa ajili ya taifa letu na wananchi ninaowapigania. Sikuingia kwenye siasa kwa ajili ya vyeo au hadhi na sifa. Nilijiunga kuhudumu. Na ninapoona misingi ya huduma hiyo inatikiswa na kutikisika na kufifia, na inapokumbwa na maadili ambayo yanatia mashaka makubwa sana kwa umma na dunia nzima, ni wajibu wangu kuchukua hatua mwafaka. Baada ya mashauriano makubwa na tafakari ya kina, nimeamua kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Huu ni uamuzi, si uamuzi wa uraisi wala maslahi ya kisiasa. Ni uamuzi uliotokana na mshikamano wa kweli wa misingi ya haki, uwajibikaji, ushirikishwaji na huduma ya kweli kwa wananchi wa Tanzania. Ninaamini Chadema inatoa jukwaa la mabadiliko ya kweli, jukwaa ambalo naweza kuendeleza kupigania ndoto za wananchi wa kawaida, hasa vijana, wanawake na jamii zilizotengwa. Nataka kuwa wazi. Uamuzi wangu umekuwa daima na utabaki kwa wananchi. Vyama vya siasa ni vyombo tu, lakini wananchi ndio kusudi kubwa. Nitaendelea kusimama kwa ajili ya uadilifu, maendeleo na mabadiliko chanya ya nchi yetu na kwa Watanzania kwa ujumla. Na waomba wote wanaoamini misingi hii wajiunge nasi, wajiunge na Chadema katika safari hii mpya niliyoingia leo. Tuachane na mgawanyiko na tujitume kujenga taifa ambalo uongozi ni huduma, si maslahi binafsi. Asanteni sana. Mungu awabariki nyote. Mungu ibariki Chadema. Mungu ibariki Tanzania. Ndugu waandishi habari, naamini mtakubaliana nami kwamba hapa kuna mtu hapa. Hapa kuna mtu hapa. Hapa kuna mtu. Na ametoka Chauma, kama nilivyosema, ni moja ya waasisi wa Chauma. Amekuwa naibu katibu mkuu wa Chauma, amekuwa msemaji wa Chauma, na kwa maneno yake mnaweza mkaelewa kabisa kwamba ndani ya moyo wake anamaanisha nayo yasema. Ndani ya moyo wake anamaanisha nayo. Siasa kwake ni utumishi kwa umma. Na ndio kozi ambayo Chadema kwa kipindi hiki inafanya kwa Watanzania, kuhakikisha kwamba tunasukuma hitaji la nchi kwamba tupate mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Kwa hivyo nichukue fursa hii nikukaribishe makamu mwenyekiti, umkabidhi mbele ya umma huu. Naomba kwa hapo mbele
utamkabidhi katiba. Naomba usimame kwa hapa, makamu mwenyekiti. Utamkabidhi katiba ya chama. Picha muhimu muipate. Ya, mkabidhi katiba ya chama. Mmesikia huo usajili na tuomba utamkabidhi na bendera ya chama ili ikapandishwe sasa nyumbani kwake. Na asante sana, ni haya tu. Asante sana.